hawadhulumu kwa chochote, walakin kanu humu dhalimin, lakini wao wenyewe ndio waliofanya nini? Walidhulumu nafsi zao. Yeye Allah ametekeleza wajibu wake kwa kutuma rusul, akatekeleza wajibu wake kwa kuteremsha vitabu alikutubu samawi, ameviteremsha yeye Mwenyezi Mungu ili ziwe ni mwongozo kwa waja walioteremshiwa vitabu vile. Aliteremsha Taurat mwongozo wana wa Israeli katika yaliyomo ndani yake khair na maslahi yao. Akateremsha Taurat, akateremsha Zabur ili iwe mwongozo kwa watu wa wakati huo, iwaelekeze katika radhi ya Mwenyezi Mungu. Akateremsha Injili kwa watu wa zama hiyo, ili Injili hiyo ipate kuwaelekeza na kuwafikisha katika nini? Katika radhi yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ametekeleza wajibu wake wa kutaka kuwaongoza waja wake, isipokuwa waja wenyewe ndio walikaidi amri, wakageuza migongo, wakakataa mwelekezi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo sahihi Mwenyezi Mungu anasema wa adhalamnahum, wala hatukuwadhulumu katika kuingiza ndani ya moto hiyo, walakin kanu humu dhalimun, lakini walikuwa wenyewe ndio waliodhulumu nafsi zao walipokataa uungu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa la sharika lahu, wa Allah hana washirika. Walipokataa vitabu waliokuja nayo watume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walipowakadhibisha na watume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa hawaja kama wale wamedhulumu nafsi zao wenyewe, wamezidhulumu nafsi zao, na wala dhulma haikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wenyewe wamejidhulumu. Sasa adhabu itakapo walemaza waovu ndani ya moto wa Jahannam, wakatambua kuwa hapana kimbilio ya kuikwepa moto ule, hapana faraja watakayoyapokea kutoka kwa Allah, ikawa hapana budi watafute msaada. Ikawa hawana budi watafute msaada kutokana na hali waliomo ndani yake. Ndipo sasa Mwenyezi Mungu anatupa habari ya wapi watakapotaka msaada yale yatoke. Anasema wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wanadau watamwita Malik. Malik, huyu Malik ndio khazanatu nar, huyu ndiye mlinzi wa moto wa nar wa Jahannam. Huyu malaika toka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba hakupata kutamka neno mpaka pale alipogurishwa Rasul salawatullahi alayhi wasallam, mpaka pale aliposafirishwa Rasul salawatullahi alayhi wasallam safari ya Mi'raj, ndipo Malik alipoongea, alipotoa salamu kwa Mtume salawatullahi alayhi wasallam. Lakini toka kuumba kwake Malik hajapata kusema chochote, hajapata kuzungumza na yoyote. Siku hiyo waovu wanadau ya Malik, waovu watamuita ewe Malik ambaye ni mlinzi wa moto, tuombee Mola wako, tuombee liyaqdi alaina rabbuk, tuombee Mwenyezi Mungu ahukumu juu yetu sisi kifo. Liyaqdi alaina rabbuk, muombe Mola wako, Mola Mungu na mlezi wako, liyaqdi alaina, afanye nini? Atoe hukumu tufe. Kwa nini? Adhabu imetufika katika kilindako, hatuna namna, adhabu imekuwa kali. Sasa ewe Malik, tuombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanye nini?
atuhukumie kifo, ni kheri tuwe wafu badala ya kuwa katika hali hii tuliyomo ndani yake, hali ya kuadhibiwa. Jawabu litatoka kwa Malik, atasema qala innakum makithun. Malik atawaambia innakum makithun, hakika bila shaka innakum makithun, nyinyi ni wenye kudumu katika hali hii mlioko ndani yake. Hapana kuomba, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiposa wamfuate Malik awafanyie dua, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu siku hiyo hatawapatia usikizi, hatakuwa ni wenye kuwasikiza kwa chochote, kwa lolote. Sasa wanataka nini? Kumfikia Mwenyezi Mungu, atawassul kupitia kwa nani? Kupitia kwa malaika mlinzi wa moto ambaye anaitwa Malik. Watatamani wafu, afadhali wafe, mambo haya yaishe. Malik atakawaambia innakum makithun, hakika bila shaka nyinyi ni wenye kudumu katika hali hii. Hapana kimbilio, hapana kupunguziwa, wala hapana kuhukumiwa kifo. Kisha anawapa sababu kwa nini watasalia katika hali waliomo ndani yake. Anaendelea kuambia laqad jinakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Laqad jinakum bil haqq, kwa hakika bila shaka jinakum, mlipokuwa duniani tuliwaijia bila haki, walakinna aktharakum lilhaqi karihun, lakini wengi katika nyinyi kwa haki ni wenye kuyachukia, wanachukia haki. Kama vile leo hii sisi watu wa Islam hatupendi haki, kama vile sisi watu wa Islam leo hii tunachukia haki. Jawabu ya Malik itakuwa zama tulipowaijia tukawaletea haki, tukawaletea Qur'an iliyokuwa ni haki, mkakataa Qur'an, mkageuzia Qur'ani migongo. Vivyo hivyo hali yenu leo itasalia kuwa ni mbovu. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mligeuza mgongo kwa haki. Walakinna aktharakum lilhaqi karihun, lakini wengi katika nyinyi lilhaqi, kwa haki wenye kuchukia, mnachukia haki. Leo hatutaki kusikia haki. Haki imeadimika juu ya ardhi, haki imesalia kuwa ndio batil, na batil imegeuzwa kuwa ndio haki. Haki imekuwa ndio batil, na batil imegeuzwa kuwa ndio haki. Ndio dunia ya leo tunayoishi. Utakaposimama na ukweli na haki, utachukiwa ila yaumiddin. Hakuna atakayependa kukusikia wala utakuwa usikizi ila yaumiddin, bali utapakwa matope na kupakwa kama vile alivyopakwa Rasul salawatullahi alayhi wasallam, mpaka pale alipotakaswa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala alimtakasa mtume wake. Vivyo hivyo watu wa haki atakaye kwenda kuwatakasa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yauma wuqufu amama Allah, siku ya kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani miongoni mwa ajenda ya siku ya Kiyama ni kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atahukumu fima kuntum fihi takhtalifun, atakuwa ni mwenye kuhukumu katika yale mliokuwa mkitofautiana kwayo, min umuri dini, mlikuwa mkipitana, mlikuwa mkizozana, mlikuwa mkikejeliana. Miongoni mwa maudhui yatakazo zihukumu Mwenyezi Mungu ni maudhui ya waja kutofautiana katika baadhi ya masaili ya kidini. Na ndio leo hii tumefika na dini mahala ya kutoelewana na kutofahamiana, kwa sababu tumegeuka na kutoka katika njia ya haki.
tumekwepa njia ya haki, ndiposa mashakili imekithiri katika maisha yetu sisi watu kama Waislamu. Hakuna kuelewana, hakuna kufahamiana. Kuna masail ambazo hazistahili kuwa ni asbabu tafruqa, kwani sababu ya kutugawa na kutukata mapeto, lakini ndizo tumezipatia vipawa mbele, ikawa ni yenye kutukatakata na kutufanya kuwa mapeto. Ile hali Islam imekuja kukusanya. Islam haikuja kugawa kama vile tulivyojigawa leo hii. Tunakwenda kinyume taalimu din, na masala za fatwa zitasalia kuwa ni masala donda sugu ndani ya dini hii, kwani ilikuwepo toka zama za tabi'in. Na masala ya fatwa, huenda ikawa mwenye kutoa fatwa amegonga ndipo amegonga ukweli, na huenda ikawa hajagonga ukweli. Ndivyo masala ya fatwa ilivyo. Leo hii imekuwa ndio sababu ya sisi kutoelewana, sababu ya sisi kutofahamiana, sababu ya sisi kukejeliana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atachukua jukumu ya kuhukumu baadhi ya mambo tuliyotilafiana ndani yake. Sasa ndipo anasema laqad ji'nakum bil haqqi, kwa hakika tuliwaijia na haki ambayo ni vitabu vyake Allah. Ji'nakum bil haqqi, ambayo ni ujio wa watume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna aktharahum lil haqqi karihun, lakini wengi miongoni mwenu haki wanayachukia, hawayapendi haki. Watume wa Allah walikuja na haki, wakapitia mitihani ya walioyapitia kwa kukataliwa na watu wao, kwa kupigwa vita na watu wao. Hii ni haki, ilipigwa vita kwa sababu ya kuchukiwa. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama barahu amran fa inna mubrimun. Ama abramu amran, au wamepanga njama, na ikiwa wamepanga njama basi wakae wakijua fa inna mubrimun, na sisi vile vile tumepanga nini? Tumepanga njama yetu, na kila siku ya Mwenyezi Mungu huwa ndiye yenye kufuzu. Ikiwa wamepanga njama ya shari, fa inna mubrimun, sisi vile vile tumepanga njama ya kupambua nini? Shari zao. Na kila siku mshindi huwa ni nani? Huwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja wanapanga yao, lakini ya Mwenyezi Mungu kila siku ndiyo huwa yenye kushinda, huwa ndiyo yenye kufaulu. Sasa ikiwa wamepanga njama, kwani hawa washirikina dabbaru qatla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walipanga njama ya kumuua nani? Mtume salawatullahi alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abtala Allahu Ta'ala kaidahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipanga njama yao ya shari hii, akayaondosha na kuyarejesha ila nuhurihim, akayenyeresha katika mashingo yao. Idha adkhalahum an-nar yu'adhabuna fiha, kwani atawaingiza ndani ya moto, watakuwa ni wenye kuadhibiwa hao waliopanga njama ya kufanya nini? Njama ya kumuua Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hatima yao itakuwa ni kuingizwa katika moto wa Jahannam, tena watadumu humo. Wayabqauna fiha khalidina abada, na watasalia ndani ya moto huo abada, milele na milele ndani ya moto hii, kwa sababu ya kupanga njama ya kutaka kumuua Rasul sallallahu alayhi wasallam. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum, je, wanadhania hawa washirikina anna kwa sisi la nasma'u sirrahum,
kuwa sisi hatusikii siri zao, wanajiwarum na minong'ono yao. Ndivyo wanavyoamini hao washirikina, njama zao wanazozipanga nyakati za usiku, tena wanazipanga sirran, kwa siri, wanadhania hatusikii. Yeye Allah ni samiun alim, anasikia tena ni mjuzi ya yale yanayojiri katika nini, katika nafsi ya waja wake. Na ndio tunapewa habari kuwa katika zama, miongoni mwa zama, alikuwa na mja mwema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mja huyo alikuwa ni mwenye kutekeleza kile kinachomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akatenda matendo mema, akashughulika na mafukara, akashughulika na ibadat. Kila alichoelekezwa kwayo kuwa ni wenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mja yule aliyatekeleza. Bali aliletewa mtihani mja yule, mama yake akawa ana maradhi, shalal fi badaniha. Mama alikuwa amepagawa sehemu katika mwili wake. Sasa yule mtu akawa anahakikisha usafi wa mama yake, anahakikisha mama ameogeshwa, akahakikisha mama analishwa, mama anabadilishwa mavazi yake, matandiko yake vile vile yanabadilishwa. Ilipofika zama yule mja kuondolewa duniani, alikufa. Malaika walipochukua roho yake mja yule kumpelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekasirika kweli kweli. Malaika wakatahayari, wakamwambia Allah kwa unyenyekevu mkubwa, ya Allah, ma alimna fihi illa khaira, hatukupata kujua kumhusu huyo mja ambaye leo hii tunakuletea roho yake isipokuwa kheri tele ndiyo tunayojua kuhusu huyo mja. Imekuwaje ya Allah, tunaleta roho yake tunakukuta umekasirika hivyo? Mwenyezi Mungu anawaambia malaika wake, kuna mambo ambayo nyinyi hamuyajui, pamoja na kuwa jukumu lenu ni jukumu la kusajili amali za waja, lakini kuna mambo huwa inawapita. Sasa kuna mambo huwa inawapita hawa malaika. Ndio Allah akawaambia